Na mtazamaji wa Sanga Media Tanzania, karibu tena katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Tupo maeneo ya Pugu, hii ni Kinyamwezi, lakini tumefika katika kitongoji au maeneo yanayokwenda kwa jina la Kwa Mgabo. Lakini kubwa zaidi ambalo limetuleta maeneo haya ni kuja kushuhudia baadhi ya marekebisho madogo madogo ambayo yanafanyika katika mitaa yetu. Lakini marekebisho haya yanafanywa na mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye kwa majina anakwenda kwa jina la Fahadi Mlali Sindasoni. Lakini sisi pamoja na jopo langu lote kwa ujumla tumeweza kufika maeneo haya, lakini kiu yetu kubwa au tumewiwa zaidi tuweze kuzungumza na wananchi. Hivyo tutakutafutia wananchi kadhaa tuweze kupiga na story, waweze kutuambia wao kama wananchi wana ushauri gani au mtazamo gani kulingana na hiki ambacho kimefanyika katika mitaa yao, hususan huku maeneo ya Kwa Mgabo karibu na Kimani. Pia leo hii baada ya kuzungumza na wananchi, kama kutakuwa kuna uwezekano tunaweza tukampata tuweze kuzungumza naye aweze kutuambia ni kwa nini labda ameweza kuiwa zaidi na kuweza kurekebisha barabara. Yeye ni kitu gani ambacho alikiona? Changamoto gani ambazo aliweza kuziona katika barabara hii hadi akaamua kuleta greda na kuweza kuzirekebisha. Nini unatakiwa kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Ngoja tuende sasa moja kwa moja tuweze kuzungumza na wananchi ambao wamejitokeza katika maeneo haya. Tupo maeneo ya Pugu, hii ni Kinyamwezi katika kitongoji kinachokwenda kwa jina la Kwa Mgabo. Karibu sana. Sisi tumefurahi kwa kweli. Okay. Tunashukuru njia wameitengeneza vizuri. Lakini tunachoomba pia waweke labda kama ni kokoto ili mvua ikija, maana mvua ikija hapa tayari itakuwa tope. Okay. Na barabara tena itazidi kuchimbika. Okay. Kwa hiyo wafanye miundombinu vizuri, warekebishe kama ni kokoto ni nini washindilie vizuri ili hata mvua ikija barabara iweze kuhimili uzito wa usafiri unavyopita. Okay. Lakini pia wewe kama mjumbe sasa kwa maana kwamba kwa mujibu wa shughuli zenu ambazo jinsi mnavyofanya ni kwamba mjumbe ni miongoni mwa watu ambao pia kuna baadhi ya vikao ambavyo wewe unashiriki moja kwa moja hususan katika kwenda kutatua kero mbalimbali ambazo zinapatikana katika mitaa yetu. Je, unavyohisi mwenyekiti wa serikali za mtaa za Kinyamwezi ni mtu wa aina gani? Kwa nyinyi wajumbe mnapompelekea mawazo yenu au ushauri wenu, je ni mtu wa aina gani kuchukua ile mawazo yenu? Ni mtu mzuri. Mawazo yetu anachukua vizuri na anafanyia kazi. Tunashukuru. Hatujakosea kumchagua. Okay. Na mara nyingi labda mnakuwa mnashiriki vikao vyenu mbalimbali. Huwa kipaumbele chenu ni kipi hususan katika mitaa yetu ya Kinyamwezi? Miundombinu, huduma nzuri za wananchi, kwa mfano maji, umeme, kama mashule nini. Na wewe ukiwa kama ni mjumbe naamini kwamba una access au una nafasi kwa namna moja au nyingine ambao unaweza kupeleka hata mawazo yako kwa mwenyekiti. Mwenyekiti pia naye akabeba yale mawazo na akapeleka kwenye ngazi husika ambazo zinahusika. Wananchi au wakazi wa maeneo haya baadhi tulijaribu kuzungumza nao wametuambia kwamba miongoni mwa changamoto ambazo zinapatikana katika mitaa yetu ni pamoja na maji. Ukiwa kama wewe mjumbe, je, unahisi changamoto hizo ni kweli zinapatikana katika mitaa yako au la? Changamoto ni kweli. Na maji hatupati kwa wakati. Maji yanatolewa kwa wiki mara moja. Kwa wiki mara mbili. Kwa hiyo sisi wananchi tunaumia. Unajua kali kiangazi hiki. Okay. Visima vyetu havina maji sasa hivi. Kwa hiyo inatuumiza wananchi. Nini rai yako sasa? Mimi rai yangu arekebishe hii miundombinu ikae sawa. Alafu atuangalie na sisi wakina mama. Tunamlilia sana kuhusu mikopo ya Samia ya kina mama lakini bado tunapigwa chenga, hatuweki sawa. Kwa hiyo sisi watusaidie na sisi ili na sisi tujikwamue kwa mambo yetu madogo madogo. Kwa miongoni mwa vitu alivyovizungumzia ni pamoja na kero mbalimbali za maji ambayo inapatikana katika maeneo haya. Lakini pia kuishia hapo tu ameweza kuzungumzia pia kwamba kuna swala la mikopo ya Mama Samia, kwa maana kwamba mara nyingi viongozi wamekuwa wakizungumzia masuala hayo, lakini sijajua changamoto inakuwaje, lakini mara nyingi vitu kama hivi vimekuwa vinachukua process sana kuweza kuwafikia wananchi. Lakini sisi kama media au kama watangazaji tutajaribu kulichukua hili na kwenda kulipeleka katika ngazi husika. Nadhani leo hii tutaweza kuondoka tuweze kuzungumza na mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo ya Kinyamwezi ili pia naye aweze kutuambia kero mbalimbali za wananchi wanazidi kuzungumza. Lakini kwa ujumla ni wananchi wote wanazidi kumshukuru kwa hiki alichokifanya, kwa maana kwamba anafanya kazi nzuri, lakini bado pia hawajaishia hapo, wanazidi kumpa ushauri au mawazo au tathmini yao, kwa maana kwamba barabara isiishie hivi, aweze kuleta kifusi au kokoto, kwa maana kwamba mvua ikinyesha barabara hii inakuwa bado pia ina changamoto mbali. Kwa majina ni Lucas Sanga, lakini nyuma ya kamera ni director by Kibindo ambaye yeye ndo anakuletea katika mfumo huu angavu kabisa. Nini unatakiwa kufanya? Ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kuweza kupata matukio yetu mbalimbali. Faida kuu za kusubscribe channel ni kwa maana kwamba kila ambacho tunakifanya tukiwa Kinyamwezi au nje ya Kinyamwezi unaweza kupata feedback moja kwa moja kupitia simu janja katika kiganjani mwako. Bado usiondoke, tuko maeneo ya Kinyamwezi. Hii ni Pugu kwa ajili ya kuja kuzungumza na wananchi au wakazi ambao wanapatikana katika maeneo haya ya Kinyamwezi nzima, ambako leo hii greda imeweza kuletwa katika maeneo na kuweza kurekebisha miundombinu ya barabara. Shukrani sana, twende pamoja. Usiondoke.